far he has brought us. Umbali huu ametulete. He is Ebenezer. Yeye ni Ebenezer. And let him be God. Wacha na awe Mungu. God bless you. Mungu awabariki. Amen. Amen. Ebenezer Mungu wangu, mali hapa ni wewe tu. Ebenezer Mungu. Kiasi pia anatuacha. There is nothing that I can say. Hakuna kitu naweza kusema. But I can also say that our mom in this church has been as a mother to me. Lakini naweza kusema mama wetu katika kanisa hili amekuwa mama kwangu. And I can call my pastor to be my father. Naweza kumuita mchungaji wangu awe baba yangu. Every pain I passed through is because of this ministry. Machungu ambayo nimepitia ni kwa ajili ya huduma hii. Even in our family I passed many pains because of the ministry. Katika familia yetu nimepitia machungu ni kwa sababu ya huduma. And may God bless them as they go. Mungu awabariki sana wanapoondoka. How I pray that the presence of the Lord may go with them. Jinsi ninavyoomba uwepo wa Bwana ukaende pamoja nao. Buka ilikuwa ni sherehe kuadhimisha mwaka wa saba. So he informed me and told me that today it will be our, I don't know which anniversary, I cannot recall the number, but it is our year 7th anniversary. Siwezi nikakugundua kwamba ni sherehe yetu ya 7. Okay, to all my brothers have said, my brother Pinto, brother David, Director Eric, they have said all. Kwa yale ambao mandugu zangu wamesema yote. And partly my dad has said others. Na kwa sehemu baba wetu amesema nyingine. So our dad, he has brought me, is the one who preached for me salvation. Yeye ndiye aliyenihubiria wokovu. He has brought me to this far end that you can see me right now. Yameleta umbali huu unaweza niona nikisimama sasa. And even if I'm at school there, hata kama niko shuleni pale, I always remember to call my dad. Huwa nakumbuka kumpigia simu. I always tell him to pray for me. Huwa nakumbuka kumwambia ukaniombee. I had done my first exam at Chepkoslen. Nilifanya mtihani wangu wa kwanza katika shule ya Chepkoslen. I did not pass the way I wanted. Sikupita vile nilivyokuwa tarajia. So it forced me to go back to school once again. Ikanilazimu kurudi shuleni mara tena. So when we were we had closed. Wakati tulikuwa tumefunga shule, I was here with my dad at Kericho when he was there. Nilikuwa naye Kericho kabla hajahama. And he told me he was going to Litein. Akaniambia alikuwa anaelekea Litein. And here today he wants to hand over and go back to Litein. Na sasa nataka kupeana kazi hii na kuelekea kule Litein. Okay, to my side what I can say. Kwa sehemu yangu kile nasema, after my schooling, baada ya shule, I'll just come back to my dad. Bado nitarudi kwake tena. Because he remains my father. Kwa sababu anabakia kuwa baba. I'll continue being with him. Nitazidi kuwa pamoja naye. Up to the end, the way my brother said. Mpaka mwisho vile ndugu yangu alivyosema. Okay, I cannot say anything. Siwezi nikasema lolote. He has told you all. Amewaambieni yote. Until I was unable to control my tears. Mpaka singeweza kuweza kulinda. But I know the Lord is with us and He will never leave us alone. Najua Bwana yuko pamoja nasi na hawezi kutuacha. Without forgetting our mom. Bila kumsahau mama wetu. I also say go to Mika zaidi ya mwaka mmoja. I met your pastor when I was discouraged in life. Nilikutana na mchungaji wenu wakati nilikuwa nimesushika moyo maishani. In fact, I met your pastor when I was losing hope in ministry and I told God it's over between me and you. Nilikutana na mchungaji wenu wakati nilikuwa nimekata tamaa kwa huduma, nikasema Mungu kati yako na mimi. Because of the life that I went for 1.5 years. Kwa maisha niliyopitia mwaka 1.5. But let me tell you, when I met him, I just got the revival with an immediate effect. Nilipokutana naye nilipata miujiza ya papo hapo. There are two special men of God I can't forget in my life. Kuna watumishi wawili wa Mungu siwezi nikawasahau kwa maisha yangu. That is Pastor Dan Prince Odongo. Ni mchungaji Duncan Odongo. And Pastor Jacob Ongala. Na mchungaji anaitwa Jacob. These are key people in this marriage that is yet to go. Mchungaji enda. We want to see mighty things happening that pastor did not do when he was around. Tunataka kuona vitu vikubwa vikitendeka ambavyo mchungaji Let me tell you, Jesus went and he said, allow me to go so that you may do exceedingly above all that I did. Yesu alisema mkaniruhusu niende mkafanye mengi na juu yote. If you hear me say yes. Kama unasikia sema yes. I want to spoil you for a minute. I tell you the anointing that is remaining here will be great. Nasema pako mambo baki mahali hapo. The one which was existing here as pastor goes. Kwa sababu ya neno ambayo imebaki mahali hapo wakati mchungaji anaenda. Lakini pastor atakuja Litein.
Pastor Kones, Mchungaji Kones, thank you for being a blessing to my life. asante kwa kuwa baraka ndani ya maisha yangu. Let me tell you this word. Wacha niwaambieni maneno The haya. Bible says in Ephesians chapter 1 verse number 19. Biblia yasema katika Efeso mlango wa kwanza mstari wa 19. That and what is the exceeding greatness of his power towards us who believe in him, Ya kwamba ni ukuu, ni neema iliyo kuu sana kwa wote sisi ambao tunaamini. according to the working of his might, Kulingana na kazi ya mkono wake mkuu, which is wrought in Christ when he raised him from the dead, ambayo iliwekwa juu ya Kristo alipomfufua and then he kutoka was wafu, lifted in the heavenly places. na akainuliwa mahali pa juu. Let me tell you something, dear ones. Wacha niwaambie kitu wapenzi. Because Christ Jesus rose from the dead, Kwa sababu Kristo Yesu alifufuka toka wafu. Pastor Kones, God is already releasing an exceedingly great power in your life Mchungaji Kones, Mungu anachilia nguvu to iliyo make kuu ndani ya this maisha vision yako. come true in Kapkelek. Kupeleka maono haya yakawe yakika mahali hapa. Let me tell you, when Jesus is born as a man. Wacha nikwambie, Yesu anapozaliwa alizaliwa kama mwanadamu. And that's why Mary is being told that, please, the son you're giving birth, his name will be Jesus. Ndio maana Maria anaambiwa mwana utakayemzaa jina lake litakuwa Yesu. Meaning the Savior. Inamaanisha Mwokozi. And then as Jesus began to live his life, Yesu alipozidi kuishi he maisha gets yake, anointed by God. alipakwa mafuta na Mungu. And then after the anointing is called Jesus Christ. Na baada ya upako akaitwa Yesu But you Kristo. know, Pastor, when I talk about when he was risen from the dead, Ninapozungumza yeye kufufuka kutoka wafu, I mean Christ Jesus the Lord, naongea kuhusu Kristo who Yesu is ambaye risen in the heavenly places. ambaye ameinuliwa mahali pa And so juu. the same power is bestowed in Na us, sasa nguvu zote zimewekwa that juu we may yetu. live an extraordinary life. Tuishi maisha yasiyo ya Let kawaida. me tell you, Kapkelek is for Jesus. Wacha niwaambie Kapkelek ni Yesu. So I want to thank God so much Nashukuru Mungu sana for meeting Pastor Dan. kwa kukutana na mchungaji Dan. Let me tell you, I'm anointed today because of him, because I had lost hope in ministry. Nimepakwa mafuta leo kwa sababu nilikuwa nimekata tamaa katika huduma. So I want to thank God for meeting with him. Nataka kumshukuru Mungu kwa kukutana pamoja naye. He is my pastor more than all of you. Yeye ni zaidi ya mchungaji. And that is a zaidi ya- fact, you can even see it. Hiyo ni ukweli ambao mnaweza kuona. So amen. It will force us to live, I think, if latest it will be one. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sijui hata niseme nini. But let me not waste time. Wacha nisipoteze muda. Nataka nishukuru Mungu kwa siku ya leo kwa yote ametenda. Because if I remember, sijakaa hii church for more than 4 years. I think I joined this church. Your prayers. Ni kwa sababu ya maombi yenu pia. I want to thank God Nataka kumshukuru Mungu for our mama there. kwa sababu ya ule mama wetu. Ni mpole. Utamgombanisha lakini ni kama hata uongei na yeye. I thank God for her because I can remember mom saa zingine atakasirika with this one because I think we'll see each other on 7th. Labda tutakutana na wengine. Furahia vile daddy ameenda kule. Let's remember daddy kwa maombi. Wacha tumkumbuke katika Tukumbuke kama familia. All he has done to us. kile ambacho ametufanyia. Tusimwache peke yake. Tusimtoroke. Kwa sababu tukimtoroka we are giving the devil away. Tunampatia Strong and of good courage. ukajipe moyo na ukawe Fear na moyo wa not. ushujaa. Be Usiogope. not dismayed. Usije ukazushika moyo. Also be loyal to your leaders. Wewe kuwa mwaminifu kwa viongozi wako. That is a trait in Redeemed Gospel Church. Hiyo ndio kanuni katika kanisa la With Mungu. great pains I have labored up to this far. Kwa machungu yote ambayo nimefanya kazi Sometimes going machungu. without. Wakati mwingine kwenda bila. Not enjoying what other people are enjoying. Kutofurahia kile ambacho watu wengine Choosing wanafurahia. discomfort instead of comfort. Kuchagua mahali pasipo pazuri, kuacha mahali palipo pazuri. Arise and be doing the work. Inuka na ukafanye kazi. The Lord be with you. Bwana na awe pamoja nawe. Don't lead the church into tribalism. Usiongoze kanisa kwa ukabila. Preach Jesus and unity Ubiri Yesu na of the umoja. body of believers. Umoja wa waumini On wote. Thursday 19 August 2004, 3 a.m. to 5 a.m. Alhamisi masaa The aliyoyataja. Lord gave me a vision and I saw myself seated beside
besides the rivers with much waters. Bwana akanipa maono nikiwa nimeketi God kando ya said to mto ulio me, na maji mengi. Bwana akaniambia, this church will be the healing source to the city and many churches around. Bwana akaniambia kanisa hili litakuwa uponyaji kwa makanisa mengi yaliyo mahali hapa. People from different races and tribes will come to listen and to support the work. Watu watakimbia kutoka maeneo mengine watakuja. This healing will flow from my throne through this church and through the most stagnant places, especially stagnant churches around, and many shall come to your life. Uponyaji utatoka kutoka kiti changu cha enzi kushuka chini kuelekea katika mahali pengine. May the Lord be with you. Wacha Bwana na awe pamoja nanyi. As I call master of ceremony, Napomuita msimamizi wa sherehe. our daughters there, they have a presentation before you continue. Dada wetu pale wako na kitu. Leave Mary and Carol on the team. Amini hao wote waliotajwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalamiane hewani. Hallelujah. Hallelujah. Are you happy? Je, mko na furaha? All the time? Kila wakati? Amen. 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 I'm very happy Mimi pia niko na furaha to stand before you, kusimama mbele yenu, and above all, na juu ya yote to stand before God. kusimama mbele zake Mungu. Surely, Kwa hakika we have heard the history. tumesikia historia. God is able. Bwana anaweza. God paves the way. Bwana anaandaa njia. God is real. Bwana ni hakika. God is alive. Bwana anaishi. So if you are still doubting yourself, Kama bado kuna taswishi ndani yako, please from today henceforth, kuanzia leo kuendelea, change your thoughts. badilisha vile unavyowaza. Change your ways. Badilisha njia zako. Serve God right. Tumikia Mungu vizuri. And all will be well with you. Na yote itakuwa vema na wewe. And all will be well with your ministry. Yote itakuwa vema na huduma yako. For sure, kwa hakika, the man of God was just spoken. Mtumishi wa Mungu ambaye ameongea has also been a blessing unto my life. Amekuwa baraka pia kwa maisha yangu. Through the ministry. Kupitia huduma. Through the Bible school. Kupitia shule ya huduma. I think I'm going to, please, just to request you. How many of you went through the Bible school which the director started or initiated? Wangapi walipitia? Just stand up wherever you are. Just stand up wherever you are. Mchungaji alianzisha mahali hapa. Stand up wherever you are. Simama popote ulipo. You can see those faces. Unaweza kuona nyuso hizo. God has done something through this gentleman. Bwana ametenda kitu kupitia mtu huyu. He has been a father unto us also. Amekuwa baba kwetu pia. But let us release him in peace. Wacha tumwachilie kwa amani. So that he raise more. Ili akaweze kuwakuza wengi. He has done much. Ametenda mengi. But we still need you. Lakini bado tunakuhitaji. So once we call you, please. Tukikuita tafadhali. Don't turn away from us. Usitugeuke. Hallelujah. Hallelujah. May the peace of God be with you. Amani ya Bwana iwe nanyi. As you leave the peace of God with us. Na pia utuachie amani ya Bwana. May the love of God be with your family. Wacha upendo wa Bwana uwe pamoja na familia yako. As you leave the love with us. Unapotuachia upendo. May the unity of Almighty. Wacha ile amani ya Mungu mkuu. Be with your family. Iwe pamoja na familia yako. Be with your ministry. Iwe pamoja na huduma yako. As also you live with us. Pia unapoondoka kutoka kwetu. I'm sorry, I was the master of ceremony. Na sema samahani, nilikuwa msimamizi wa sherehe hii. I came late. Nilikuja kama nimechelewa. Because of 1, 2, 3. Hallelujah. Pia 1, 2, 3. And are you happy about that? Je, unafurahi hiyo? Hebu niwe mkono nani? Amen. 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 May God bless you so much. Bwana wabariki sana. So I want to welcome the sisters who are at the presentation. Napenda kukaribisha madada walio na hiyo onyesho. And then we prepare ourselves to welcome the Reverend. Tujiandae kumkaribisha pastor. Hallelujah, she is there. Yuko pale. In short, I'm married, she is my wife. Hallelujah. Nao yeye ndio mke wangu. Amen. Amen. Mikono yako tayari. Anza kuweka maua. Weka maua simetemete kabisa. Aya, 1, 2, 3. Amen. So brother, remain on the organ. And God will bless you so much. Bwana atakubariki sana. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimeandamana na mke wangu
Kwa hivyo wacha akawasalimie. Amen. Amen. Ilikuwa karibu niende kuleta watoto wangu wampigie makofi akisimama. Nashukuru Mungu mmepigia makofi. Amen. Kwa salimia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amchamboni nyote? Mko na furaha ya Bwana? Yes. Na mimi niko na furaha ya Bwana asubuhi ya leo. Bwana ametulinda, ametuwezesha. Tumeona mkono wa Bwana, hata kufika Kapkereki ni mkono wa Bwana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Watu wa Kapkereki, naona Yesu anametameta na anameremeta ndani mwenu. Naona nyuso zinapata samu. Na Yesu acha inuliwe. Amen. Mimi nimeambiwa niwasalimie. Kwa majina naitwa Veronica Mogaka. Na kitu ningewaachia ni 1 Samuel chapter 1. Hiyo kiendo naenda kusoma. Na mstari wa mwisho ni 26. Hiyo chapter. Mbarikiwe. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Na mimi nachangia neno lile mtumishi aliongea asubuhi ya kwamba tunahitaji kutiana moyo. Taji kutiana moyo. Hallelujah. Ni kama amekaa ameangalia, there so many Annas here, anakuambia wewe Anna jitie moyo. Sema wewe jitie moyo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So I count it a privilege and a joy to stand before you. Ninahesabu kwa fursa nzuri kusimama mbele zenu. Men of God who are here. Watumishi wa Mungu mlio mahali hapa. I have seen Reverend Ondari has just come all the way from Nairobi. Nimeona kasisi Ondari amefika kutoka Nairobi. He will not be away until he has to come and grace this occasion. Lazima alikuwa afike mahali hapa kanaimisha hafla hii. So God bless you, man of God. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. I know there is a chance reserved for you. Najua kuna fursa iliyotengwa kwa ajili yako. So all the ushers, please, I want to see people inside. Mashamanzi wote ama waelekezi, nataka kuona watu wote wakiingia ndani. No business should be outside there. Hakuna shughuli na biashara yote yafaa kuendelea. So men of God will bless you so much. Watumishi wa Mungu Bwana wabariki sana. Woman of God from Tanzania. Mtumishi wa Mungu toka Tanzania. Rebecca, I've been hearing you. Nimekuwa nikikusikia tu. I want to bless the name of the Lord. Nataka nibariki jina la Bwana. Because today I have seen you. Kwa sababu leo nimekuona. God bless you for honoring this occasion. Kwa kubariki kwa kufika kwa hii hafla. Even to be a blessing to this church. Hata kwa baraka kwa kanisa hili. Amen. Amen. So other men of God we are here. Watumishi wa Mungu mlio mahali hapa. I recognize you. God bless you so much. Watambueni Bwana wabariki sana. For those ones I don't know by their names. Kwa wale siwajui kwa majina. God bless you. God knows you. Bwana wabariki. Bwana yajua mko pale. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Even a man of God is about to get married. Hata mtumishi wa Mungu ambaye karibu apate mchumba. God bless you for being with us here. Kwa kubariki kwa kuwa nasi mahali hapa. On 7th August it will be wonderful. Tarehe 7 Agosti itakuwa kupendeza. Hallelujah. Hallelujah. You see you are half now, but on 7th you will be one. Saizi wewe uko nusu, lakini tarehe 7 utakuwa umekamilika. Can somebody say hallelujah? Tukaseme hallelujah. We are praying for you. Tunakuombea sana. That God bless you. Mungu akubariki as you come to this next level. Wakati tunaingia katika kiwango kingine. God bless you so much. Bwana akubariki sana. Oh, Pastor Connect, God bless you. Mchungaji Connect, Bwana akubariki. For hosting us here. Kwa kutuhifadhi mahali hapa. And Pastor Odongo. Na mchungaji Odongo. Thank you, God bless you. Asante, Bwana akubariki. I have much to say. Niko na mengi ya kusema. But I want to discipline myself. Lakini nataka kuadhibu nafsi yangu. So that I may adjust myself. Ili niweze kujiweka vizuri. Hallelujah. Hallelujah. So that I may fit you. Ili niweze kuwatosha. Amen. Amen. I promise I won't keep you long here. Naahidi siwezi kuhifadhi muda mrefu hapa. Because I feel like exploding. Kwa sababu nahisi kana kwamba nataka kupasuka. Because of what God is doing in our lives. Sababu ya kile Bwana anatenda kati yetu. I want to shortcut some things. Nataka kufupisha mambo fulani. Because many things have been said here. Kwa sababu mambo mengi yamesemwa hapa. Remember, I love the Lord. Kumbuka nampenda Bwana. I have come from Kericho. Nimetoka Kericho. I am Mogaka, not the Mogaka of Vitembe. Mimi ni Mogaka, sio Mogaka wa Vitimbi. But I'm Mogaka. Lakini mimi ni mchungaji. Blessed of the Lord. Nimebarikiwa na Bwana. Full of the Spirit of God. Ready to preach the gospel. Tayari kuhubiri Injili. Whether Odongo goes or not. Hata Odongo akienda. I am here to preach the gospel. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. First Chronicles. Yani mambo ya Nyakati wa kwanza. Hallelujah. Hallelujah. I have a message which will take around 2 hours. Niko na ujumbe ambao utachukua kama masaa mawili. But I pray that God will help me. Lakini naomba Bwana aweze kusaidia. I want to adjust myself. Nataka kujifupisha.
I'm here representing Reverend Okech. Niko hapa kumwakilisha kasisi Okech. Who is my boss? Yeye ndio bwana wangu. He sent greetings to you. Aliwatumieni salamu. Reverend Okech is the sub-regional overseer in this area. Kasisi Okech ndio mwangalizi wa maeneo haya yote. And I'm next to him. Na mimi ni msaidizi karibu na yeye. He asked me to come and stand on his behalf. Aliniambia kwamba nikuje nikasimame kwa nafasi yake. Remember, I'm two weeks old in reference. Kumbuka niko na wiki mbili katika ofisi ya kasisi. Hallelujah. Hallelujah. So if I make a mistake, please bear with me. Nikifanya makosa samahani, ukubaliane na mimi. Amen. Amen. Let the grace of God be sufficient. Wacha neema ya Bwana ikamtoshe. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. I want to read 1 Chronicles chapter 22. Nataka kusoma Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 22. And I feel that we are preaching today to Pastor Odongo and Pastor Kones. Na hisi kana kwamba leo tunahubiria mchungaji Odongo na mchungaji Kones. I know this message will also bless you and will touch your life. Na ujumbe huu utakubariki na itakuza maisha yako. I was asking God, what am I going to share in this important occasion? Na niliuliza Bwana, nitaenda kushiriki nini katika hafla hii? God took me to the second chapter of this book. Mungu akanipeleka katika mlango wa pili katika. Let's read verse number 6. Tusome mstari wa 6. Then David sent for his son Solomon and instructed him to build a temple for the Lord, the God of Israel. Yes. 6. Akarudi Yezreeli 22. Hii ni ya pili. First. Yes, first. Thank you. First ine kwa Kiswahili ni ya kwanza. Yaani Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 22 mstari wa 6. Yes. Ndipo akamuita Suleimani mwanae, akamwagiza amjengee Bwana Mungu wa Israeli nyumba. I wanted to build a temple to honor the name of the Lord my God. David told him. Daudi akamwambia Suleimani mwanae, kwangu mimi nia yangu ilikuwa kumjengea nyumba kwa ajili ya jina la Bwana. Listen to verse number 8. Kiza mstari wa 8. But the Lord said to me, lakini neno la Bwana likanijia, you have killed many men in the great battles you have fought. And since you have shed so much blood before me, you will not be the one to build a temple to honor my name. Wewe umemwaga damu nyingi na vita vikubwa umevifanya. Wewe hutamjengea nyumba kwa ajili ya jina langu. But you will have a son. Somebody say a son. Sema mwana. Somebody shout a son. Sema mwana. But you will have a son who will experience peace and rest. Somebody say peace and rest. Sema amani na pumziko. Hallelujah. Hallelujah. And I will give him peace with his enemies in all the surrounding lands. His name will be Solomon, and I will give peace and a quiet to Israel during his reign. Tazama, utazaliwa mwana atakaye kuwa mtu wa kustarehe, nami nitamstarehesha mbele ya adui zake pande zote, kwani jina lake litaitwa Suleimani, nami nitawapa Israeli amani na utulivu siku zake. He is the one who will build a temple to honor my name. He will be my son, and I will be his father, and I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. Huyo ndiye atakayejenga nyumba kwa ajili ya jina langu, naye atakuwa mwanangu, nami nitakuwa babaye, nami nitakifanya imara milele kiti cha ufalme wake juu ya Israeli. Turn with me to the book of Joshua chapter 1. Twende katika Joshua mlango wa kwanza. Joshua chapter 1. Joshua mlango wa kwanza. I want us to read few verses there. Nataka tusome mistari michache mahali pale. I feel God is about to do something. Na najua Bwana yu tayari kutenda jambo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I want to skip some things. Nataka kuruka mambo fulani. Because time is against Kwa us. sababu muda uko kinyume chetu. Chapter 1 of the book of Joshua. Mlango wa kwanza kitabu cha Yoshua. Verse number 1 the Bible says. Mlango wa kwanza Biblia yasema. After the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant, he said. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Mungu, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akisema, now that my servant Moses is dead, you must lead my people across the Jordan River into the land I am giving them. Akamwambia Yoshua, Musa mtumishi wangu amekufa, haya basi ondoka,
vuka mto wa Yordani wewe na watu wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. I want you to mark verse number 3. Taka upige mstari wa 3. I promise you what I promised Moses. Na kuahidi kile nilichomwahidi Musa. Everywhere you go, kila mahali utakapoenda, you will be on a land I have given you. Utakuwa katika nchi nitakayokupa. From the Negev desert in the south of the Lebanon mountains, kutoka milima ya Lebanoni yote. In the north, katika from the Euphrates, kutoka Euphrates river in the east to the Mediterranean Sea. Mito upande wa mcheo wa jua, hapo ndipo patakapokuwa mpaka. Even on the west, hata upande wa kaskazini, and all the land of the Hittites, na nchi yote wa Hiti. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, anoint my lips as I share these great insights. Ukapake kinywa changu naposhiriki siri hii ambayo imefichika. I'm just but a vessel in your hands. Mimi tu ni chombo mikononi mwako. Remove whatever belongs to me. Ukaondoe kilicho changu. Let what belongs to you come out now. Wacha kilicho chako kikatoke sasa. As I'm standing here, my God, ninaposimama hapa Mungu wangu, I pray that the heaven is open. Naomba mbingu vile imefunguka. To wipe every tear. Ikapatie kila machozi. To encourage the weak. Ikawahimiza wadhaifu. To strengthen the weak. Ikawatia nguvu wadhaifu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Even to open a way. Na kufungua njia. Where seems to be no way. Panaonekana hapana njia. I pray that your voice will be heard. Naomba sauti yako ikasikike. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Lord, there is a great transformation. Bwana, kuna ubadilisho mkuu. You are raising to this ministry. Ambao unainua katika huduma hii. As we stand here today. Tunaposimama hapa leo. Pray, my Father. Naomba Baba yangu. That we see it with our eyes. Ya kwamba tuone kwa macho yetu. And the glory will come back to you. Na utukufu utakurejea. We will say, Jehovah, you have done it. Tutasema Yehova umetenda. In the blessed name of Jesus. Katika jina barikiwa la Yesu. Somebody shout hallelujah. Tuseme hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. And we bless your name. Na tulibariki jina lako. In Jesus' name we pray. Jina la Yesu tuomba. Somebody say amen. Tuseme amen. Somebody say amen. Tuseme amen. I have also come to encourage you. Nimekuja kuhimiza. It doesn't matter what has been happening. Haijalishi kile kimekuwa kitendeka. The work of God, kazi ya Mungu, belongs to God. Ni ya Mungu peke yake. I say the work of God, nasema kazi ya Mungu, belongs to God. Ni ya Mungu peke yake. And they will take care of his work. Atahakikisha ameshughulikia. He's the one who gives a vision. Ndiye anayepeana maono. And because he gives a vision, kwa sababu anapeana maono, he will take care of his vision. Atahakikisha amelinda maono. He will provide for the vision. Atatoshelesha kwa ajili ya maono. Somebody say amen. Tuseme amen. So I want to speak few things from the first chapter. Kunena mambo mafupi kutoka ile ya kwanza. Now the time of David's over. Sasa wakati wa Daudi umekwisha. David has become old. Daudi amekuwa mzee. In his heart. Katika moyo wake. He thought he's the one to build the house of God. Alidhani alikuwa ajenge nyumba ya Mungu. God had spoken to him. Mungu alikuwa amenena naye. That you will build him a near temple. Ya kwamba utanijengea hekalu. But the time has gone. Lakini wakati umeenda. And the temple is not there. Na hekalu haijajengwa. And David was wondering. Daudi akawa shangaa. I don't mean you. Simaanishi. David was wondering. Daudi alikuwa shangaa. How is it going to happen? Itatendeka namna gani? But God comes to David. Anamkujia Daudi. He tells David. Anamwambia Daudi, you're not the one to build me a temple. Wewe sio kunijengea hekalu. Because you have fought a great fight. Kwa sababu umepigana vita vikubwa. You have shed many blood. Umemwaga damu nyingi. I can see blood all over. Naweza kuona damu kila mahali. You are not the one to build me a temple. Wewe sio kunijengea nyumba. Yo, hallelujah. Oh, hallelujah. When I see your hands. Wakati naona mikono yako. Your hands are full of blood. Mikono yako imejaa damu. You have shed blood. Umemwaga damu. And I will not allow you. Na sitakuruhusu. To build me a temple. Ukanijengea hekalu. But inside of you. Lakini ndani yako. There is a son. Kuna mwana. And this son. Huyu mwana. Is the one. Who will build me a temple. Hallelujah. Hallelujah. And he will build me a temple. I will give him rest. I will give him peace. Somebody shout hallelujah. What God is doing in this ministry is bringing a transition. Hallelujah. Tell your friend there's nothing wrong. Odom has not done anything. Even from the time I took over as the overseer in Kericho, I know him as a smart guy.
transformation. It is only obedient to the voice of God. And God has spoken to him to go to retain, to go and fight some animals, to go and to fight some devils there, and shed blood there. I prophesy to you, man of God, as you go to retain, you are going to fight. You will shed many blood there. There are some demons which are there, which many servants of God have run away from them, but you will conquer them. I say you will conquer them. Somebody shout hallelujah. I know Kapkelek very well. It has not been easy for you to do what this man has done here. It takes the hand of God. It does not take the hand of your child. Hallelujah. But it takes the hand of God. I remember one time I came to him. I found him in a small room. I saw Pinto in that room. There was also a young girl there. There was a lot of youths in that house. It was not a house, it was a room. You can see a bed there. And I wonder what the kind of bed was there. It must be very small. A bed of about a sofa set. And the man of God told me, come in, man of God. I looked for a place to sit, I couldn't find. I told him, man of God, let us talk outside here. You can imagine where he has come from. There are so many devils here in the Kapkelek. This man has shed many blood. I see him in the spiritual realm. He has shed blood. That's why God is telling Odongo, Odongo, you're not the one to build me a house. There's so many demons somewhere. I'm sending you to another town so that you may fight. The God who was with you here is the God who will go with you in the retain. Somebody shout hallelujah. Glory be to Jesus. Hallelujah. Listen to me, Pastor Konesh. You are not to fight. That is good news. Because all demons are down. You need to believe that. This man has fought. That's why he could walk without clothes. That's why he could walk without meals. That's why he could be chased from home. He could be rejected. He was fighting for you to be where you are. Can you imagine for a second? Hallelujah. Some of us, we are celebrating and dancing. We don't know how fabulous it was. Hallelujah. Some of you are looking at us, servants, we are dressing well in a collar. You think even inside it's a collar. Hello. We have gone so all our bodies. You are seeing this smart woman here. When I go home without milk, you don't know how she treats me. Then you will know that she's a woman and a half. When I talk of faith, she asks me what faith will help us. Are you listening to me? When I say Jesus is Lord, nothing is added on the table. Hallelujah. That's when you will know. We are celebrating the 70 here. I know where this ministry has come from. Myself, I wanted to begin a church here before. I don't know whether they had come somewhere. I know you know. Hallelujah. I came and I slept somewhere. I watched this man of God preaching. I went to his church and I sat behind there. They said this must be a man of God. He gave me a chance. I said hallelujah. I knew, I saw I was traveling. I know this place full of witchcraft. Occultism in this land. Tribalism all over. And we thank God
Jesus. Katika jina la Yesu. He told David, Akamwambia Daudi, David my servant, Daudi mtumishi wangu, you have shed many blood. umemwaga damu nyingi. So much blood. Damu nyingi kwa You are mikono not going yako. to build my temple. Huwezi ukajenga hekalu. Because you're full of blood. Kwa sababu umejawa na damu. I want you to rest. Nataka ukapumzike. And now a son. Na sasa mwana. His name is Solomon. Jina lake Sulemani. He will build me a church. Atanijengea He kanisa. will build me a temple. Atanijengea I hekalu. stand here Tasimama in hapa. the presence of Almighty Katika uwepo wa to Mungu. declare in the name of Jesus Tangaza kwa jina la that the Yesu. work that has been begun here, Kazi ambayo imeanzishwa it hapa. will continue. It will continue. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Thank you, man of God, for honoring the voice of God. Asante mtumishi wa Mungu kwa kutii sauti yako. Many servants would like to stay Watumishi wengi wanataka kukaa and enjoy. na kufurahia. I have preached. Nimehubiri. I'll build a house. Nitajenga nyumba. I have to stay. Nitaishi. And you go around. Unazunguka. You come to my office. Unakuja kwa ofisi You yangu. bribe me. Unanipea. You say, Pastor, Reverend. Unasema askofu. Whichever you call me. Vile utaniita. You call me whatever. Utaniita chochote. Say I bribe you. Unasema nakupatia hii. Don't remove me from Kapkerek. Usiniombee Kapkerek. I want to stay in Kapkerek. Nataka kubakia And Kapkerek. at night you bring me a kuku. Usiku unaniletea kuku. So that I say you stay in Kapkerek. Ili niseme ubakie But Kapkerek. thank you for honoring. Asante kwa kutii. Again to go to zero. Kuenda tena. Go to fight. Kuenda kupigana. To begin again. Kuanza tena. From down. Toka chini. Are you listening to me, church? Unasikia kanisa. Servants of God. Watumishi wa Mungu. If you want to be heard. Kama unataka kuwa kutii. Mazambo yourself. Lazima unyenyekeeshe. Go back. Lazima uende chini. And God will bless you. Na Bwana atakubariki. And I want to rush. Nataka kuenda kwa haraka. Listen to what Joshua is being told. Sikiza kile Yoshua anaambiwa. God Mungu spoke to Joshua. Akanena na Yoshua. Somebody shout Joshua. Mtu sema Joshua. Remember, Joshua was a servant of Moses. Kumbuka Yoshua alikuwa mtumishi wa Musa. When this woman of God wanted to say that in the morning, I said, go, let us stop somewhere. Wakati mama alikuwa anataka kusema asubuhi nikasema asimamie hapo. I was interceding to say, let us stop there. Nilikuwa nasema tu asimamie hapo. Because she was about to land on my message. Kwa sababu alikuwa anataka kuangua kwa ujumbe wangu. Joshua was under Moses. Alikuwa chini ya Musa for a long time. Kwa muda mrefu. Joshua had not seen God. Yoshua hakuwa amemuona Mungu. Joshua had not heard God say. Yoshua hakusikia sauti ya Mungu. Allow me to do this. Niruhusu nikafanye hii. For only today. Kwa siku ya leo peke yake. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Give a clap offering to the Lord. Yesu makofi mazuri. Somebody say amen. Joshua had not seen God. Hakuwa amemuona Mungu until Moses died. Mpaka Musa alipokufa. And God comes to Joshua. Mungu anamjia Yoshua. He calls Joshua. Anamuita Yoshua. Now, sasa that my servant Moses is dead. Mtumishi wangu Musa amekufa. Arise. Inuka sasa. And make my people. Na ukawafanya watu wangu. Cross over. Wakavuke ng'ambo. To the promised land. Kwenda katika nchi ya ahadi. Somebody say amen. Mtu sema amen. Hallelujah. Hallelujah. Before Moses. Kabla Musa. But Joshua knew nothing about God. Yoshua hakujua lolote kumhusu Mungu. He knew a servant of God. Alijua mtumishi wa Mungu. I thought you could say amen. He knew a servant of God. Alimjua mtumishi wa Mungu. But the problem we have in the church today. Lakini shida tulio nao kanisani leo. We have so many no's. Tuko na wanaojua sana. Hallelujah. Hallelujah. There's so many no's. Wanajua sana. Let me tell you, brethren. Wacha nikwambie I bless the name of the Lord. Na nibariki jina la Bwana. Because of the sons who are raised in this ministry. Sababu ya wana walioelimishwa. They know what they are today. Wako na kivile wali. They are not saying it is God. Hawajasema ni Mungu. They are saying it is because of a man of God. Wanasema ni kwa sababu ya mtumishi wa Mungu. It is until you know the man of God. Ni mpaka ujue mtumishi wa Mungu. Hello? Many people want to know God. Watu wengi wanataka kujua Mungu. They don't want to know a man of God. Hawataka kumjua mtumishi wa Mungu. The man of God is very important in your life. Mtumishi wa Mungu ni maana maishani mwako. That's why this young man said, Bosa kijana akasema, God will raise a man. Mungu atamuinua mtu Who will save you. ambaye atakuokoa. Who will deliver you. Atakayekomboa From the tempest of the devil. toka kwa dhoruba ya adui. Are you listening to me? Je, unanisikiza? The relationship you have Uhusiano ulio nayo with a man of God na mtumishi wa Mungu will help you. itakusaidia. Will deliver you. Itakukomboa. We are where we are today. Tuko mahali ambapo tuko leo. Because we have a father in our Kwa lives. sababu tuko na baba kwa maisha yetu. Are you listening to me? Je, unanisikiza? Listen to me, brother. Nisikize wapendwa. Joshua Yoshua did not know God. hakumjua Mungu. He did not hear the voice of God.
Joshua, now I can talk to you. sasa naweza I can have a fellowship with you. naweza kuwa na ushirika na Because wewe. you're the man on the Kwa ground. sababu wewe ndiye mtu katika My uwanja. servant must stop you on the way. Chochote aliwachanja You need to arise unafaa uinuke juu and accomplish them. na utakamilisha. Somebody shout hallelujah. Give a clap offering to the Lord. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. There are so many things Kuna mambo mengi that Moses never did. ambayo Musa hakufanya, But Joshua was to do them. lakini Yoshua alikuwa yafanya. Joshua was to accomplish them. Yoshua alikuwa yakamilishe. Listen to what God is telling which is David. Sikiza kile ambacho Mungu anamwambia Daudi. And David is telling Solomon. Daudi anamwambia Suleimani. I believe it is verse 19 or verse 15 somewhere. John mstari wa 19 15 pale. You have everything here. Uko na kila kitu hapa. Hello? Hello. You have the gold cement with you. Uko na kila kitu mahali uliko. The black cements, you have them. Uko na dhahabu na kila kitu. The carpenters, you have them. Uko na maseremala. Money for the nails, you have them. Pesa ya misumari uko nazo. Everything you need to complete the house of God is with you. Kila kitu unahitaji kukamilisha nyumba ya Mungu iko na wewe. Then he looks at the leaders. Anawaangalia viongozi. He tells all the leaders, Anamwambia viongozi. oh you leaders, Oh ni viongozi. stand with the Solomon. Simameni na Suleimani. Stand with my son. Simama na mwana wangu. I know the mantle might be heavy. Najua ile upako itakuwa mzito. But God is saying, Lakini Bwana anasema you will not succeed hatafanikiwa if you do not stand with him. ikiwa mtasimama na yeye. Hallelujah. Hallelujah. For this man to succeed in this area, Ili mtu huyu akafanikiwa katika maeneo, he must have got 10 strong people behind him. alikuwa na watu wenye nguvu chini yake. I know this man has been laboring under him. Najua huyu mtumishi amfanya kazi chini. This is a man who has been in a higher authority. Huyu ni mtumishi ambaye amekuwa katika nafasi kuu sana. This man him. Watu wakaja wakamtia changamoto. At the end of the day, mwisho wa siku, sons of the prophets, wana wa manabii, came to entice him. Wakaja kumchochea. Rabaseka ya mama yantere balosai. Aboseka. They came to scare him with prophecy. Wakaja kumtisha na unabii. Hallelujah. Hallelujah. We have people who are scared with prophecy. Tuko na watu wanaotishwa na unabii. The prophecy does not even come from God. Unabii ambao haitoki kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. You are told you will die tomorrow. You say, oh, I will die. Unasema utakufa kesho. You die even before that prophecy. Unakufa hata kabla ya unabii. Are you listening to me? Je, unanisikiza? So he came and told him. Akaja They kumwambia. came and told him. Wakamwambia. Oh, the man you are following. Ule mtu unayemfuata. This man that you, let's appreciate this man of God as they go. Tuwapigie makofi hapo. Hallelujah. Hallelujah. Because they sought for permission. Kwa sababu waliuliza nafasi. God bless you. Mungu awabariki. So they told him. Wakaja wakamwambia. This man you are following. Huyu mtu unayemfuata. I know many people here. Najua watu wengi hapa. Some of you have come to tell you. Wengine wamekuja kukwambia. Now that Odongo has gone. Sasa Odongo ameenda. Now I will leave the church. Sasa nitawacha kanisa. You better leave very early in the morning. Hapa ungetoka tu asubuhi mapema. Yes, because you are not here because of God, you are here because Pastor Odongo. Wewe uko hapo kwa sababu ya Mungu, ulikuwa kwa sababu ya Pastor Odongo. Hello. Hello. We are not here because of Pastor Mogaka. Hatuko hapa kwa sababu ya mchungaji Mogaka. We are here because of God. Tuko hapa kwa sababu ya Mungu. Touch somebody and tell him, we are here for God. Kuza mtu mwambie tuko hapa kwa chini ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. If you are saying you are leaving because Odongo is going, then it means you are not even with Odongo. Kama ulikuwa unaenda kwa sababu Odongo anaenda, na maanisha huko na yeye. Sema. I'm telling you the truth. Nakwambia ukweli. Hebu rudia. Yaani nasema kama unaenda kwa sababu Odongo anaenda, au kuwa na Mungu, huko na Odongo tena. Wewe huko na Odongo. Kwanza umekuwa ukimsumbua sana. Umekuwa ukimletea shida. Am I saying the truth? Nasema ukweli. Ambia mwenzako kombolewa. Ambia mwenzako kombolewe. Hallelujah. Hallelujah. So they came to him. Wakaja kwake. The man that you are following. Mtu unayemfuata. We have heard God say. Tumesikia Mungu akisema. He's taking him. Anamchukua. He will not be there. Hata kwa pale. Why are you wasting time? Unaharibu muda kwa nini? You stop following him. Acha kumfuata. Come and be with us. Usha pamoja na But I thank God. Lakini namshukuru Mungu. Because of Elisha. Sababu ya Elisha. Full of the Spirit of God. He had the anointing of God. He had the eyes to see. He said, this man, I know him. Tell him, shut up. He told him, close your eyes, your mouth. Shut up. Funga kinywa chako. Shout, shut up. Funga kinywa chako. Hallelujah. Shut up. Funga kinywa chako. You must be full of the Spirit. Lazima kuwa umejaa Roho. To close the mouths of the prophets. Ya kufunga vinywa
is in God. Na tujue kwamba usaidizi wetu ni kwa Mungu. The Bible says those who trust in men are cursed. Biblia inasema wanaomtumainia mwanadamu But wamelaaniwa. blessed are those who trust in the Lord. Wabarikiwa na wanaomtumainia Mungu. I say blessed are those who trust in the Lord. Nasema wabarikiwa na wanaomtumainia Mungu. Even in this constitution. Hata katika katiba hii. As a reverend, let me speak it. Kama kasisi na mamlaka yote wachaongee. Don't trust in your politicians. Usije ukawatumainia wanasiasa wako. I will never vote because Nyacha is here. Siwezi piga kura kwa sababu Never. Sitawahi. I was in the funeral a few months ago. Nilikuwa katika mazishi and my area MP was there. Na mbunge wangu maeneo hali yale. Dr. Robert Monda Onsare. Daktari aliyetajwa. Is in yes. Yeye anako kwa upande wa. I say that you are my member of parliament. Sema wewe ni mwakilishi wangu wa bunge mahali hapa. But I will not vote because you are there. Siwezi piga kura kwa sababu uko pale. If at all I will vote there. Hata kama nitapiga. It is because it is me. Ni kwa sababu ni mimi. Hallelujah. Then he asked me, Pastor, can you tell me where you are? Akaniambia mchungaji, nieleze uko wapi. I told him one thing. Nikamwambia kitu kimoja. I thank God that the yes and the no are all agreed. Nikamwambia nashukuru Mungu kwa sababu ndio na la. That the constitution has got three things which are not right. Katiba iko na mambo mawili matatu ambayo the no and the yes side they have agreed there is a problem. Watu ndio na watu wala wamesema kuna shida. Where they have not agreed is can we change it before we vote? Mahali ambapo hajaelewana ni kwamba tuibadilishe. So one party is saying change before we vote and another party is saying no, let us vote and then we change. Pande nyingine nasema tubadilishe kabla ya kura, wengine nasema tupige kura tubadilishe. Then I told my area MP, nikamwambia mbunge wangu, my position, nafasi yangu, if because we have agreed that there's three things inside which are not right. Kwa sababu tumekubaliana kuna mambo mawili matatu ambayo sio nzuri. That's where my position is. Hapo ndio nafasi yangu iko. So I don't know whether it is yes or no. Sijui kama ni ndio ama ni la. So but I say this thing is not good. Lakini nasema hiki si kizuri. So even you know where I am now. Hata wewe unajua mahali niko sasa. Hallelujah. Hallelujah. Because I don't agree. Kwa sababu sikubali. The Bible says, Bible inasema God knew Jeremiah. Mungu alimjua Yeremia before he came out of his womb. Kabla hajatoka katika tumbo la mamake. If you agree with me, say amen. Kama unakubaliana sema amen. Hallelujah. I know I'm addressing many yeses are here. Najua naongea kwa watu wengi walio mahali. And many knows are here. Na watu wengi walawa kwa hapa. But listen to me. Lakini nisikize. God knew Jeremiah. Mungu alimjua Yeremia. So if God had given Jeremiah even a name, kama Mungu alikuwa amempatia Yeremia hata jina, you as a doctor, wewe kama daktari, who gave you the power? Nani alikupatia nguvu? To say that the one is that is outside is important than the one who is inside. Ya kwamba mwenye yako nje ni muhimu kuliko mwenye yako ndani. If you are here and you are a doctor, please make sure you don't step on a live wire. Wewe kama daktari uko hapo usikanyage waya stima iliyo na moto. Yes. Is that okay? Je, hiyo ni sawa? Somebody say amen. Mtu sema amen. So Elisha said this. Akasema hivi, I will never sitawahi, I will follow this man. Nitamfuata huyu mtu. And during this time, na wakati huo, they were beside the Jordan River. Walikuwa kando ya Yordani. In other words, there was no way ahead. Inamaanisha kukuwa na njia tena. Hello. There was no way ahead. Hakukuwa na njia kwenda. They have come to entice him. Wamekuja kumchochea. And they knew. Na walijua. He will see the Jordan. Ataona Yordani. He will agree with them. Atakubaliana nao. But the man looked forward. Yule mtu akaangalia. There was no way. Bali hakukuwa na njia. He said I will follow him. Akasema nitamfuata. Even if he dies in the water, I will go with him. Atakufa kwa maji, nitakufa naye. Somebody say amen. Watu sema amen. He was a man of faith. Alikuwa na mtu wa imani. He had eyes to see. Alikuwa na macho ya kuona. You must have eyes to see. Lazima uwe na macho ya kuona. Even when people threw stones on this man, wakati wanamrushia mawe, there were people who could see something in him. Kuna watu waliona kitu ndani yake. People saw life in him. Watu waliona uhai ndani yake. Hallelujah. Hallelujah. There is a life in your man of God. Kuna uhai katika mtumishi wa Mungu. I say there is a life in your man of God. Sema kuna uhai ndani ya mtumishi wa Mungu. Doesn't matter what kind of a tribe he comes from. Haijalishi ni kabila gani. Doesn't matter the level of education. Haijalishi kiwango cha masomo. Whether it's tall or like whatever. Hata kama ni mfupi ama ni chochote. So long as he's a man of God. Kama ni mtumishi wa Mungu. He has a destiny for you. Hakuna hatima kwa I say he has a destiny for you. Nasema
Sema yako na hatima yako. Listen to me as I wind up. Unisikize hapo unapo. People of God. Watu wa Mungu. God is doing new things in our lives. Mungu atende mambo mapya kwa maisha yetu. The spirit of Herod is moving.